Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Niwakaribishe katika ibada ya siku hii ya leo, ambapo ni mianzo ya juma la vijana, na katika juma la vijana tuna msemo unaosema ya kwamba ushirika katika matendo. Kwa hiyo katika siku sita utakuwa pamoja nami Elia Kulwa Nyanda. Kwa hiyo moja kwa moja nikukaribishe katika somo la leo, ambapo lina kichwa kinachosema wanafunzi katika matendo. Tuombe. Mungu wa mbinguni, tafasiri neno la leo kwa jina la Yesu Kristo, amen. Kichwa cha somo kinasema wanafunzi katika matendo. Tunapozungumzia wanafunzi, ni ile hali ya mtu kukubali kujifunza ujuzi fulani, ni ile hali ya mtu kukubali kujifunza maarifa fulani kutoka kwa mtu mwingine na kuyaweza kuyaishi yale maarifa, kuweza kuyaapply yale maarifa katika maisha yake. Sasa vijana, Mungu anatuita sisi kuwa wanafunzi. Yaani Yesu anatuita tuwe wanafunzi ili atufundishe namna bora ya kuishi katika ulimwengu, namna bora ya kuweza kuenenda katika ulimwengu, kiasi kana kwamba wanadamu watakapotutazama sisi wamuone Yesu katika maisha yetu. Katika mwanzo wa utume wa Yesu, Yesu aliwaita wanafunzi, akatembea nao ndani ya miaka 3.5 akiwafundisha namna bora ya kuenenda katika ulimwengu. Katika Marko 1 na lile fungu la 16, Biblia inasema, naye alipokuwa akipita kando kando ya bahari Galilaya, akamwona Simoni na Andrea nduguye wakitupa jarifa baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Biblia inasema ya kwamba Yesu alipokuwa akipita kando kando ya Galilaya, akawaona akina Simoni na nduguye ambaye Andrea wakivua samaki. Yaani Yesu hakuwakuta tu wamekaa, aliwakuta na kazi zao. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie, yaani Mungu katika kazi yake ya utume haiti watu walio wazembe ambao wamekaa tu. Yaani Yesu huwaita watu walio katika shughuli zao, huwaita ili waweze kumtumikia. Kwa hiyo Mungu anapokuona ya kwamba unafaa kwa ajili ya utumishi, Mungu anapoona ya kwamba unafaa ili uweze kumtumikia, Mungu anakuita ili upate kumtumikia katika ulimwengu. Kwa hiyo alipoona Yesu akawaambia, njooni mnifuate, njooni mnifuate nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Yaani akina Petro na Andrea na ndugu zao walikuwa na kazi zao za uvuvi, lakini wanaitwa na Yesu anawaita ili akawafanye kuwa wavuvi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hawa kina Simoni na Andrea wanakuwa ni wanafunzi wa kwanza, wanaanza kujifunza kwa Yesu kupitia kuona jinsi ambavyo Yesu anafanya. Wanaanza kujifunza kwa Yesu kupitia kusikiliza jinsi ambavyo Yesu alikuwa akifundisha habari za ufalme wa Mungu. Yesu anaanza kuwafundisha na anaanza kuwatuma kwenda kufanya Injili. Kwa hiyo hata sisi vijana katika siku hii ya leo, Yesu anatuita ili tuipeleke Injili. Yesu anawaita vijana kwa sababu vijana tuna nguvu. Yaani vijana tuna nguvu za kimwili, tuna nguvu za kiakili. Hivyo Yesu anapotuita anataka atufanye tuwe na nguvu za kiroho ili tuiweze kuipeleka Injili. Kwa hiyo kijana unayenisikiliza katika siku hii ya leo,
leo. Yesu anakuita ili akufanye kuwa mvuvi wa watu. Haijalishi unafanya kitu gani, ila Yesu kwa namna moja ama nyingine anahitaji umuwakilishe katika ulimwengu kwa namna ambavyo yeye atakuita. Yani jinsi ambavyo ataitwa huyu si jinsi ambavyo ataitwa huyu, lakini Yesu kila mmoja, kila kijana hapa amemuita kwa namna ya tofauti, kwa namna ambavyo anaweza kuenda kuwashuhudia watu wengine habari za ufalme wa Mungu. Ngoja nikwambie, Yesu aliwaambia, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Kwa hiyo Yesu ana uwezo wa kumfanya mtu kuwa mvuvi wa watu. Tafsiri yake ni kwamba kuna aina mbalimbali ya watumishi katika ulimwengu. Kuna watumishi ambao wamejiita wenyewe, kuna watumishi ambao wameitwa na Mungu, alafu kuna watumishi ambao wameitwa na wanadamu. Na hao waliojiita wenyewe na walioitwa na wanadamu ndio watumishi ambao wanaipotosha kweli, hawasimami katika kweli. Maana wao huwa na ajenda tofauti na ya kutangaza ufalme wa Mungu. Lakini hao walioitwa na Mungu, wao ajenda ni moja tu, ni kumtangaza Yesu, na wako tayari kusimama katika ukweli, kuambia ulimwengu Yesu anakuja mara ya pili. Lakini ni kundi la watu wa pili ambao wao wamejiita kwa watumishi, ambao wao wameitwa na watu wengine. Wao malengo yao ni tofauti. Maybe yeye ni kwa sababu apate fedha, maybe kwa sababu yeye apate umaarufu. Kwa hiyo malengo yao ni tofauti. Kwa hiyo Yesu, hakikisha unapoingia katika utume umeitwa na Yesu. Yesu akikuita kila jambo litanyooka. Yani Yesu akikuita mambo ambayo yote hakikisha na kufanikisha kukufanya kuwa mvuvi wa watu. Sasa sikiliza, katika karne ya 21 imekuwa ni vigumu sana kwa vijana kuenda kulishuhudia neno la Mungu. Yani imekuwa ni mtihani mzito kwa vijana kwenda kuambia watu wengine habari njema za ufalme. Yani ni virahisi kuongelea habari za mpira, ni virahisi kuongelea habari za mapenzi, ni virahisi kuongelea habari zozote zile, ila imekuwa ni vigumu kwa vijana kwenda kumshuhudia Yesu kwa watu wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Imekuwa ni vigumu. Hii imesababishwa na kwa sababu vijana wengi tulioko ndani ya kanisa hatuna usomaji wa neno la Mungu, hatuna maombi, hivyo kwenda kushuhudia imekuwa ni vigumu. Ili tuweze kwenda kumshuhudia huyu Yesu ambaye yeye ametuita na kutufanya kuwa wavuvi, yeye inatupasa kuwa watu wa kusoma neno la Mungu na watu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikwambie, vijana unaweza kuwakuta wengi katika ukumbi wa mpira, unaweza kuwakuta katika starehe mbalimbali za ulimwengu, ila utawakuta vijana wachache katika maombi. Yani makanisa ilikuwa ni vigumu sana kuona vijana wamejaa kwa ajili ya maombi. Yani vijana tumejifanya tuko busy, hatuna muda na Mungu. Yani unaambiwa hivi, yani vijana unasema kwamba hatuna muda, lakini kiwalisia muda upo. Ni vile tu ambavyo vijana tumepoteza shauku ya mambo ya mbinguni. Ngoja nikwambie, katika usomaji wa neno la Mungu imekuwa ndiyo changamoto kubwa katika karne ya 21, na imesababisha vijana tusiwe na shauku na mambo ya mbinguni. Imesababisha vijana tuvutwe na mambo ya ulimwengu na kumwacha Yesu. Imesababisha vijana wengi tumepotea, lakini msingi wa kweli inatakiwa turudi katika usomaji wa neno la Mungu. Sasa
usomaji wa neno la Mungu ndani ya kanisa, yapo makundi mbalimbali ya watu walioko ndani ya kanisa. Na katika usomaji wa neno la Mungu kuna watu ambao wako ndani ya kanisa miaka nenda miaka rudi, hawanaga Biblia wao. Yaani wao ni anaatendi tu kanisani, anafanya shughuli zote za kanisani, ila habari za usomaji wa neno la Mungu kwake ni hamna. Yaani yeye ajenda yake sio kumjua Mungu, ajenda yake ni kufanya activity za kanisani, ila sio kumjua Mungu anayemtumikia. Kuna mtu mwingine ana Biblia lakini inafunguliwa siku ya Jumamosi ili kusoma, maybe amepewa kusoma mafungu kanisani, unakuta Biblia anaifungua. Unakuta kuna kundi lingine tena la watu ambao wao wana Biblia wanasoma lakini hawaelewi. Pia kuna kundi lingine ambalo la watu wenye Biblia wanasoma Biblia na wanaelewa, lakini wao hawako tayari kuishi kila ambacho wamekielewa. Kundi lingine la watu ambao walioko ndani ya kanisa katika usomaji wa neno la Mungu ni wale wenye ambao wana Biblia, wanalisoma neno la Mungu na wanaliishi kwa neema ya Mungu. Kwa hiyo katika hayo makundi yote lipo kundi lililo bora zaidi, kundi la kusoma neno la Mungu, la kuwa na Biblia, kundi la watu ambao wana Biblia, kundi la watu wanaosoma neno la Mungu, kundi la watu ambao wanaishi lile neno la Mungu katika maisha yao. Kwa hiyo vijana, Yesu anatuita ili tuwe na uwezo wa kwenda kumtangaza Yesu kwa ulimwengu, ili ulimwengu upate kumjua Mungu tunayemwabudu. Ni lazima tuyaishi yaliyo mapenzi ya Mungu. Ni lazima turudi katika neno la Mungu. Hatuwezi tukaenda kuambia wengine habari za Yesu wakati ndani ya mioyo yetu hatujalisoma neno la Mungu. Na kwa kadiri ambavyo maisha yanazidi kuongezeka, yaani kadiri ambavyo maisha yanavyoenda, kadiri ulimwengu unavyozidi kwenda, ndivyo ambavyo usomaji wa neno la Mungu inakuwa ni kazi ngumu kwa washiriki, jambo ambalo limesababisha udumavu wa kiroho. Yaani kutokusoma neno la Mungu kunatufanya tusikue katika mambo ya kiroho, kunatufanya kuwa washiriki wale wale, kunatufanya kuwa wagumu wa kubadilika tunapoonywa. Kutokusoma neno la Mungu kunatufanya kuwa vipofu wa kiroho. Kutokusoma neno la Mungu kunatufanya sisi tusiwe na ujasiri wa kuambia watu wengine habari za ufalme, kwa sababu ndani ya mioyo yetu hatujalijaza neno la Mungu. Ila kama tukilisoma neno la Mungu kwa uaminifu, tuna uwezo wa kwenda kuambia wengine habari za Mungu. Ngoja nikwambie, yaani kuna wakati ambapo tumekuwa bize kuambia watu wengine habari za Mungu, lakini sisi hatuna habari na huyo Mungu. Yaani unaweza kukuta mtu tuko bize kununua vitabu kuwagawia watu wengine wasome, lakini sisi hivyo vitabu hata havijabadilisha maisha yetu. Ngoja nikwambie, katika siku hii ya leo Yesu anatuita vijana turudi katika usomaji wa neno la Mungu wa Biblia. Yesu anatuita vijana turudi katika maombi. Yesu anatuita vijana turudi katika usomaji wa neno lake, ili tuweze kwenda kumshuhudia katika ulimwengu. Ulimwengu unahitaji kulisikia neno la Mungu. Sisi tulio ndani ya kanisa tujiandae, tulisome neno la Mungu ili tuweze kwenda kuwafundisha watu wengine habari za ufalme. Sasa moja ya mambo ambayo Yesu anatamani kuyaona katika maisha yetu ni yale mabadiliko ya kiroho. Yaani Yesu anatamani kuona watu ambao tumebadilika na kumfuata katika maisha yetu. Yesu anahitaji kuona watu ambao wataishi kwa unyenyekevu wakimfuata na kuyatii yaliyo mapenzi yake. Yaani watu ambao watasimama na kuambia wengine habari za ufalme.
Yesu alitoa kisa kimoja ambacho kinaweka magrupu mawili ndani ya kanisa. Nasema kwamba katika kitabu cha Mathayo 25 ile fungu la kwanza, Biblia inasema hivi: ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Yaani Yesu anaanza kutoa mfano kueleza jinsi ambavyo watu tunaweza tukawa na ukweli, ila ukweli usipokuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, huo ukweli hautokuwa na uwezo wa kuwabadilisha watu wengine, hata wa kutubadilisha na sisi katika maisha yetu. Yaani kuwa na ukweli halafu kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo inatupasa tuwe na ukweli. Anaposema ya kwamba ndipo ufalme wa mbinguni umefanana na wanawali 12 waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi, tafasiri yake ni kwamba taa ni neno la Mungu, na hao waliotaa ambao walionaizi taa anaendelea anasema hivi: 5 walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitoe na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia, wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zilazimika. Lakini wale wenye busara wakajibu wakasema, sivyo, hatutoshi sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Halafu akaja wale wanawali wengine wakasema, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, Amin, nawaambia siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Yesu anapoleta historia ya wanawali wenye busara na wapumbavu, anataka kutenga makundi mawili. Wanawali waliokuwa na taa na mafuta, tafasiri yake ni kwamba wale watu ambao walisoma neno la Mungu, halafu ndani ya ile neno la Mungu, Roho wa Mungu alikuwa pamoja nao, aliwaongoza katika kila jambo. Na hao wengine walikuwa na ukweli, walikuwa wanajua vizuri, ila hawakuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo ingewaongoza katika kuyaishi, ingewaongoza na kuwaweka tayari kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo wa mara ya pili. Tafasiri yake ni kwamba ndani ya kanisa kuna watu ambao wako tayari, wanajiandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo. Pia kuna watu ambao wako ndani ya kanisa wamelala, hawajiandai kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Na kadiri ambavyo Yesu anavyozidi kukaribia, ndivyo ambavyo watu tunazidi kulala katika mambo ya kiroho. Kama jinsi ambavyo ilivyokuwa kipindi Yesu anakuja mara ya kwanza, watu wengi walilala katika mambo ya kiroho, na hivyo Yesu akaja wastambue. Na ndivyo itakavyokuwa watu wengi ambao tutashindwa kusimama katika Biblia, tutashindwa kusimama katika neno la Mungu. Hivyo tutakutwa wengi tumelala na hatutoweza kumlaki Yesu mawingoni. Acha nikwambie, katika neno la Mungu ndipo mahala pekee ambapo ustawi wa kanisa unajengwa, ndipo mahala pekee ambapo ustawi wa mtu mmoja mmoja wa kiroho unajengwa. Katika neno la Mungu ndipo mahala pekee ambapo kijana anaandaliwa kwenda kuandaa wengine kwa ajili ya uzima wa milele. Katika neno la Mungu ndipo mahala pekee ambapo ukuaji wa kiroho wa mtu unajengwa. Kwa hiyo wale walioko ndani ya kanisa, Yesu anatupa mwaliko katika siku ya leo ya kwamba tuwe watu wasomaji wa neno lake,
wasomaji wako, ili kutoka katika neno tupate kwenda kuwashuhudia watu wengine, na watu wengine wapate kumuona Yesu anapokuja mara ya pili. Yesu aliwaita wale akina Petro, Simoni na Andrea, akawafanya kuwa wavuvi wa watu. Sikiliza, katika siku ya leo Yesu anatuita sisi, yaani kijana unayenisikiliza, Yesu anapokuita, kubali wito wa kwenda kumtumikia, kuipeleka Injili. Ngoja nikwambie, laiti vijana tungeliunganisha nguvu tukaihubiri Injili, tungeliweza kuharakisha ujio wa Yesu Kristo mara ya pili, kwa sababu Biblia inasema Yesu haji mpaka neno la Mungu liwe limehubiriwa ulimwenguni kote. Kwa hiyo Yesu katika jioni ya leo anatuita tulisome neno la Mungu ili tuwe miongoni mwao watakaoenda kulihubiri neno kwa mataifa. Ngoja nikwambia kwamba pasipo usomaji wa neno la Mungu, pasipo kuwa na maombi, haiwezekani kumshuhudia Yesu, kwa sababu ili uzungumze habari za Yesu ni lazima uwe umesoma Biblia, na ili hilo neno la Mungu liwe na nguvu ni lazima uwe mtu wa maombi, kwa sababu kupitia maombi tunapata nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo inatuongoza katika usomaji wa neno, tunalielewa, na kupitia Roho Mtakatifu inatupatia nguvu ya kwenda kuwashuhudia watu wengine. Kwa hiyo vijana, katika juma hili Yesu anatuita tupate kumtumikia kila mtu kwa namna ambavyo yeye ameitwa. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Kwa hiyo vijana ambao tumetanga mbali katika maisha ya dhambi, vijana ambao tupo katika maisha ya unywaji wa pombe, vijana ambao tumezama katika maisha ya uraibu, tumezama katika maisha yote yale yasiyofaa ya uovu, Yesu anatuita, maana ana ajenda na sisi. Anataka kututumia katika misheni ya kuwakomboa wengine. Anahitaji kututumia kuwapelekea watu wengine habari njema ya ufalme. Mimi niko tayari, na wewe Yesu anakupa ujumbe wa siku ya leo ya kwamba uje kwake, alafu yeye atakufanya kuwa mvuvi wa watu. Na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tusimame tuombe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno la leo. Tunaomba utusaidie kuwa miongoni mwa watakaolipeleka neno lako kwa ulimwengu, kwa jina la Yesu Kristo, amen.